Asante kwa nafasi tena kwa kutupa. Tunakuhitaji tena useme na sisi. Tunakuhitaji uzungumze na sisi. Asante Bwana. Neema yako. Asante Bwana. Asante Bwana kwa uwezo wako. Asante Bwana kwa mamlaka yako. Asante Bwana kwa asante Bwana. Asante Bwana. Asante Mungu kwa kuletea ndani. Asante. Sema na sisi. Asante. Asante Bwana. Asante Bwana. Baba, fungua fahamu zetu. Fungua fahamu zetu. Baba. Mioyo Baba. Baba. Baba neema yako. Baba. Baba. Chukua daftari na kalamu dakika chache. Chukua kalamu na daftari dakika chache. Chukua daftari na kalamu. Changamka. 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 Uhusiano wa jukumu la maombi na mtu. 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 Jukumu la maombi na mtu. Jukumu la maombi na mtu. Uhusiano wa jukumu la maombi na mtu. Kile kitabu cha Thessalonike wa kwanza ile sura ya 5 tutasoma mistari ya pale chini kidogo. Mstari mmoja mpaka mstari wa 17. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Sura ya 5 ule mstari wa 17 wa Thessalonike wa kwanza. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Na tukipitia kwenye Biblia swala la kuomba na kupewa nafasi ya watu kuomba ni jambo ambalo kuanzia Yesu alikuwa akisisitiza sana. Kwa nini alikuwa akisisitiza? Kwa sababu ya umuhimu na nafasi ya maombi kwa mtu. Msisitizo wa Yesu kwa ajili ya maombi ilikuwa ile nafasi ya jukumu kwa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unapokuja kutafakari swala la maombi, kutegemea unatafakari kutoka kwenye kona ipi. Lakini sasa kwa siku ya leo nataka tugusie kwa mfumo wa jukumu. 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 Kama jukumu linakuwa na mahusiano na mwenye jukumu. Sawa. Kama jukumu linakuwa na mahusiano na mwenye jukumu.
Kwa kuna mahusiano kati ya maombi na muombaji pia. Daftari liko wapi? Kama ni jukumu lina mahusiano na mtu mwenye jukumu. Kwa kama maombi ni jukumu, kuna nafasi ya mtu mwenye jukumu na nafasi ya jukumu. Kuna nafasi ya mtu mwenye jukumu na nafasi ya jukumu. Kuna nafasi ya mkulima na nafasi ya shamba. Sawa? Ukivichukua ukafikiri mkulima ndio shamba, na ukiwa mtu akiwa na shamba atakuwa mkulima, utakuwa na processor. Labda nitumie njia hizi mnaweza mkanielewa. Kuna watu wa kiroho hapa. Maana naweza nikajikuta niko peke yangu. Umenialika alafu unaniacha peke yangu. Nimegeuza maombi kuwa shamba na muombaji kuwa mkulima. Unaelewa? Lengo lako uelewe. Kwa sababu vinginevyo unaweza jukumu utaishia hapo. Kwa sababu naona kabisa nakuacha. Maana kuna watu wanatafakari maombi kama kitu ambacho kinaweza kuendeshwa sawa sawa wanavyotaka. Ukitaka kuangalia kama mkulima lazima kuwe na kanuni za kulima. Sawa? Kama mkulima, kwa hata maombi kuna kanuni za maombi. Na kuna kanuni za maombi na kanuni za muombaji. Kanuni za maombi na kanuni za muombaji zisipoenda pamoja, maombi hayawezi kwenda. Unajua kwa nini? Kwa sababu kama huyu mkulima atakuwa anajiona ni mkulima, hana mipango ya kulima, wala hatambui nyakati za kulima, maana huyu sio mkulima. Kwa hata akienda kulima, hawezi kulima kwa sababu anakosa nyakati. Haleluya. Amen. Mnanielewa? Amen. Na ndio maana kila kitu, kila jukumu linahitaji muda wake. Kila jukumu lina muda wake. Majukumu yana muda wake. Ukiona na jukumu, ujue lina muda wake. Na lina utaratibu wake kule ndani. Tulijifunza masuala ya nyakati na namna nyakati zinapotenda kazi na ninavyoweza kuamua. Kupitia kwenye masomo mtaanza kuelewa nyakati. Kwa hiyo, lakini pia kila mtimiza jukumu ana wakati wake na anatakiwa na kanuni ambazo zinaendana na nyakati za jukumu husika. Kanuni zinazoendana na jukumu husika. Na ndio maana ukiangalia kwenye swala la maombi ni jukumu la ajabu kidogo. Kwamba uombe bila kukoma. Hivyo naelewa? Maana yake ni jukumu la maisha yako yote ukiwa duniani. Ili ukienda mbinguni kule hakuna maombi. Hapa kuna maombi, mpendo wangu. Maisha yako yote. Biblia ndivyo inavyosema. Ombeni bila kukoma. Ni jukumu linalohusianisha majukumu ya mtu au maisha ya mtu. Ni jukumu linalohusianisha maisha ya mtu. Kwa maisha ya mtu, hili jukumu linaingia kwenye maisha ya mtu na kwenye majukumu ya maisha ya mtu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Sasa kama muombaji ili unielewe. Dakika hii kama muombaji ili unielewe. Unaweza ukayatamani maombi lakini hayawezi kukukubali. Unaweza ukayatamani maombi lakini hayawezi kukubali. Sio kila kitu unachokitamani kitakuwa cha kwako. Lakini kanuni za kile kitu ukiweza kutimiza masharti, kile kitu kinaweza kuwa cha kwako. Unanielewa? Watu wengi wanafikiri kwa sababu wanatamani maombi, basi maombi yatakuja kwao kwa sababu wanatamani. Maombi hawezi kutenda kazi kwa mtu kwa sababu mtu anatamani maombi. Haleluya. Amina. Mtu akikutamani wewe kwa vyovyote vile,
utampa kanuni. Si ndio? Au utaondoka sawa umekutamani? Unaweza kufika dukani ukatamani nguo. Utaondoka nayo kwa sababu umetamani? Umetamani kupanda gari, utapanda gari kwa sababu umetamani? Kuna kanuni za gari ambazo zitakuhitaji wewe ukizi vigezo. Hata maombi, kwa sababu ni jukumu, ni lazima uhakikishe unatengeneza kanuni zitazokizi viwango. Kwa hiyo maombi unaweza kutamani na akakukataa. Hata kama Mungu amekupa kibali wewe kuwa mwombaji au mwombezi, ya ugome. Ena ugome. Bwana ajaye ugome. Unaingia kwa chumba cha maombi yanakuwa cha soremba. Unapanga leo nitaomba kweli kwa siku zote. Ndio siku ambayo hautaomba kwa siku zote. Sasa leo natamani uwepo wa Bwana na nguvu niombe mpaka ushuke. Inakukomea. Unajikuta umekuwa mkavu kuliko siku zote. Nyamazisha mtoto wako. Kwa sababu sio kwa sababu unatamani, ila ni kwa sababu kuna kanuni. Kwa nini Mungu Yesu anatuambia tuombe bila kukoma? Tunaona Paulo pia anasisitiza kanisa kuomba bila kukoma. Kwa nini hii bila kukoma? Na Yesu alizungumza kwa lugha tofauti. Mathayo 24, Mathayo 25, ukisoma kule chini ile mistari ya 40, 41, utajikuta huko ikieleza kuomba bila kukoma. Kuomba bila kukoma. Kwa nini kuomba bila kukoma? Kwa sababu kama kingekuwa ni rahisi, basi hakukuwa na haja ya mitume, ya Roho Mtakatifu, ya malaika, ya Mungu kukuhimiza wewe kuomba. Ili uelewe kwenye akili yako kwanza. Kama hili jukumu ni jepesi, tunahitaji tu ukienda unaomba kama tunavyoingia namna hii, basi hili jukumu tusingeweza kuhimizwa. Haleluya. Kwa sababu ni jukumu gumu na la muhimu linalohitaji uwajibikaji. Na ndio maana tulihimizwa. Sio swala la kupenda maombi. Nisisitiza uweze kuelewa ambacho Mungu anazungumza na wewe. Watu wengi wanafarakana na maombi kwa sababu wamechukulia maombi kama ni kitu wanachoweza kukiendesha. Nikuulize swali. Hivi maombi yamekuwa rahisi namna hiyo? Nafikiri shetani angekuwa anakimbia. Kwa nini shetani anazuia watu wasiombe na anakimbia maombi? Akili zake shetani ni zaidi ya mwanadamu, ni roho. Kwa nini anapigwa kwenye maombi? Umejiuliza ndani ya maombi kuna nini? Acha akili yako inayorahisisha. Umejiuliza maombi kuna nini mpaka shetani, roho ambazo zinaweza kufanya mambo ya ajabu, zinaweza kutenda mambo ya ajabu lakini zinayaogopa maombi? Umejiuliza kwa nini? Kwa sababu unayatazama kwenye nafasi ambayo sio nafasi unatakiwa kuitazama. Siku zote usijibu jibu rahisi kwenye swali gumu. Unajua kwa nini? Hautaelewa. Unajua kwa nini tutaangamia? Kwa sababu tunafanya kila kitu rahisi. Kila kitu kiwe chepesi. Hakuna chepesi. Kama maombi yatakuwa mepesi, hayataweza kumuondoa adui. Uliyemshindwa wewe adui hataweza kuondolewa na maombi yako. Kama maombi yako ni mepesi kama unavyotazama. Wangapi walioenda sehemu wasikokujua? Yaani kawa na rafiki akasema labda twende sehemu fulani usikokujua. Nyosha mkono. Au tembelee mtaa fulani ambako hukujua. Nyosha mkono. Pata nafasi kukutana na rafiki. Akasema hapo ni karibu sana. Mfano sisi tuliotoka mjini tukienda kijijini. Ukifika kule akamwambia tatu kutembelea sehemu fulani au mtoni au sehemu fulani kutuangalia kuna sehemu nzuri. Naelewa? Alafu wakati unaenda unajikuta umetembea afa anakuambia umeshachoka bado. Wewe unauliza hivi tayari bado. Unachoka kwa sababu wewe haujui unakoenda. Na kwa sababu haujui unapofikiria ni karibu, kumbe kuna hatua zaidi. Ndani yako unajikuta unachoka.
Na ndio maana watu wengi wanafarakana na maombi kwa sababu hawajui maombi yatawapeleka ni wapi. Haleluya. Haleluya. Hawajui yatawapeleka wapi. Na hawajui uzito wake. Sasa namna hiyo kamwambia ukasema nataka kwenda Mwanjero. Akamwambia ni rahisi tu, watu kikatisha hapo nenda kutokea Mwanjero. Ni rahisi tu. Kwani hapo wanaokatisha kwenda Mwanjero kupanda mlimani hapo? Ni njia rahisi. Lakini nenda kakanyage wewe mwingine. Hiyo njia rahisi. Nataka kukuambia kwamba angalia namna unavyojishirikisha kwenye maombi. La kwanza nimesema angalia namna unavyoyatazama maombi. Na pia nakwambia angalia namna unavyojishirikisha. Ni sawa kujishirikisha, unaelewa? Unaelewa kujishirikisha? Kujihusisha. Unavyoyatazama na kujihusisha. Baada ya kujihusisha kule ndani, ukafika mahali ukachukulia kwenye namna unavyojihusisha, ukafikiri ni rahisi kama unavyofikiri, ghafla utapata majibu unayoyataka. Na ndio maana watu wengi sana hawapati viwango vya maombi. Kwa nini? Kwa sababu namna wanavyojishirikisha, wanajishirikisha kwenye viwango vya kwao. Mimi nilibeba mzigo mkubwa sana kwamba nataka nifike viwango fulani. Ni sawa, ulibeba mzigo. Sawa. Lakini mzigo ulijitisha mkubwa, ulikuwa unapeleka wapi? Ni sawa, unaweza kubeba gunia hata la mahindi. Unafanya mazoezi ya kuhamisha chumba kimoja kwenda chumba kingine. Umeifikiria namna mzigo huu unataka uende nao kwa umbali gani, kwa uwezo gani na kufika wapi? Sio swala majibu, kwa sababu wewe umesema unajua nina silaha kubwa sana hapa. Bia sawa, nina maombi yenye nguvu sana leo, nimejijenga maombi yenye nguvu sana sawa, lakini utaenda umbali gani? Kwa sababu unaweza kwenda umbali ambao adui hayupo. Ningekuwa nazungumza na mtu angenielewa hili. Ningemwambia hivi, wana wa Israeli walipokuwa nchi ya Misri, Mungu aliwaambia utaenda Kanaani. Alipotoka na kufika jangwani, alianza kumwambia sheria. Baada ya miezi mitatu kuingia jangwani, alianza kumwambia sheria za Mungu za baraka na laana zitazotimia atapoingia nchi ya Kanaani. Zile sheria zifanye kazi jangwani. Unaelewa? Unaelewa? Unaweza ukatoka mahali na mzigo wako, ukatoka na maombi yako, ukatoka na nguvu zako, ukatoka na ratiba zako nzuri za kimaombi, lakini unaenda nazo kwa umbali gani? Kwa sababu inahitaji baadhi ya mambo mengine utimize mahali unapofika. Haleluya. Ubebe mzigo kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Na wengi nyinyi mliopo mnaishia njiani, na ndio maana mwezi kupata majibu. Huko jangwani unataka sheria za baraka ziweze kutimia. Umeomba maombi yako, hujamaliza mlolongo mzima, unataka kupata majibu, wakati unatakiwa baadhi ya sheria za mafanikio ufike Kanaani. Tarudia tena. Mimi kutamza anaidiwa kwenda Kanaani. Anafika jangwani, jangwa la Sinai. Akifika pale anamshukuru Mungu kwa sababu amemfikisha Kanaani kwa imani. Kuna mtu anaelewa? Unataka kumshukuru Mungu. Umetembea na maombi, umefika, haujajua umefika, haujafika. Unafika wa Yesu, asante sana. Kwa kweli kwa imani nimefika kabisa, umeshanifanikisha. Okay? Nini nataka? Niambie. Nikiwaambia jambo hakuna hata mmoja atakayenyosha mkono. Lakini maombi. Ngoja niseme sasa nione kama mimi nakosea au ni wewe. Niambie ni jambo gani ambalo Mungu alikuahidi. Akamwambia uingie kuomba na atakufanikisha. Na ukaingia kuomba mpaka mahali aliposema sasa yatosha, usiendelee kuomba. Ndipo kumshukuru, nyosha mkono. Akianzisha Mungu, nyinyi mnamaliza wakati yeye anatakiwa kumaliza. Kwa sababu yeye ni Alfa na Omega. Akifungua unatakiwa yeye umsubiri kufunga. Nyinyi mnafunga kabla yeye hajafunga. Anaweza kupa nafasi kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya maisha yako.
Angalia kinachokifanya. Ile ratiba anapokupa utaitekeleza kwa muda fulani. Alafu unamshukuru Mungu kwenye ratiba ya maombi wakati bado hajakuambia umefika hitimisho. Unaelewa? Alafu unainua na sadaka yako na mshukuru Mungu, lakini uko kwenye jambazi naye kati ya safari. Okay. Niambie. Inakuaje? Utapokea kwa sababu umemshukuru Mungu katikati? Hata kama umeinua sadaka yako kushukuru ni sawa, lakini umemshukuru Mungu katikati ya safari. Kuna mtu ananielewa sasa? Amen. Ndio maana mara nyingi nasema, lakini Mungu aliniambia, lakini Mungu alisema nini, lakini Mungu aliniahidi, lakini wewe alipoanza wewe uliishia njiani. Yaani alikuwa ni alfa ukawa omega. Yeye anapokupa jambo la kimaombi, yeye anatakiwa kuamini. Na ndio maana walipokaribia nchi ya Misri ya Kanaani, aliwaambia tuma wapelelezi. Msiende, tumane ni wapelelezi. Sasa wewe kabla hujafika, sasa kuna baraka zingine unamdai Mungu wakati hakuna maombi aliyokupa ukafanikiwa kumaliza. Hakuna. Na ndio maana akasema kama nakosea anyoshe mmoja mkono anyoshe, ambaye Mungu alimwambia ingia maombi haya kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako nitakuvusha. Na yeye ndiye akaja akasema sasa itimishia hapa. Itimishia hapa. Alafu baada ya kutimisha ndio akaanza kusema asante Mungu. Asante. Sasa wewe umetoka naye Kanaani, umetoka naye Misri, anasema naenda Kanaani, umefika jangwani katikati. Yesu nimetembea, asante sana. Kwa kweli wewe ni Ebeneza, asante na kushukuru sana Mungu. Umeshatenda. Kumbuka uliniambia niombe na nikaingia kuomba. Naye atakuuliza swali. Nilipokuambia uombe nilikwambia hapa ndio mwisho? Hapana. Ulipoingia kuomba, angalia jambo la pili. Kwenye swala la kujishirikisha unaweza ukaingia kwenye maombi. Lakini namna ya kumsikiza Mungu kwenye maombi ni jambo la pili, la tatu. Kumsikiza Mungu nini? Kwenye maombi. Kama jukumu haulimi kama kichaa, unalima kama mtu anayejielewa. Unapolima lazima uchambue, kuna manyasi yanatakiwa kutoka, kuna mengine yanaoza, kuna mengine hayaozi. Sasa unafikia kila manyasi chini wewe. Kila manyasi unafikia chini. Nashanga nimelima lakini manyasi kwekwe zipo. Wewe ndio ulizipalilia. Ulipotia mbolea kwa ajili ya kupandia mahindi zikakuwa zenyewe mapema. Wangapi wanalalamika leo? Ukiangalia asilimia kubwa ni mlio wengi. Mnalia kwa sababu mlianza na Mungu. Kuna mambo yameinuka katikati ya maisha yenu ambayo Mungu hakuahidi. Kuna vita zimeinuka katikati. Na mwelewe kwa nini sababu. Lakini nyinyi mlipokuwa mnalima mlifukia manyasi ambayo hayakutakiwa kufukiwa. Kuna maombi mlikuwa mnaomba, lakini kuna vitu mlivyotakiwa kuving'oa kwenye maombi yenu. Mliviacha, mnaweza kupambana na yale mnayotaka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukienda kwenye mji wa Dar es Salaam, kisha maandazi nje. Kuna nini kinatokea? Kiacha nje. Nini kinatokea? Kunguru hata kama iko motoni atakuja kulitoa. Atafanya nini aitoa? Anachoangalia ni andazi na yale mafuta. Haangalii kama kuna moto au kuna moto. Unajua ninachosema utakusema. Sisi tunaomba maombi ya kiroho, ya kitamaa. Yaani kwa sababu Mungu ameonyesha mwisho kabla ya mwanzo. Basi wewe unasafiri kwa mawazo, unaenda kwenye mwisho alikokuonyesha. Hapa katikati anagandaga Mungu. Mungu ulisema unanipa, lakini kuna kanuni uliziruka. Niambieni, wangapi kati yenu ambaye akiingia kwenye maombi huwa anatafuta kanuni za Mungu za kufanya maombi yafanikiwe? Sio maombi niombe tu. Yafanikiwe. Kuna tofauti ya kuomba na kufanikiwa. Unaelewa? Anayeingia kuomba, Baba nakuhitaji. Kule ndani anahitaji apate mlolongo, mifumo yote hata kama ni migumu, imradi afikie kwenye lengo lake. Sasa watu wengi wanataka kupokea, hawataki mfumo.
kutoka kusababisha wewe kwenye kupokea kwa njia ya maombi. Ndio wale wambia ni jukumu. Jukumu unalipenda pamoja na taratibu zake. Jukumu unalipenda pamoja na taratibu zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa lakini? Amen. Unajua kwa nini muombe? Haya matatizo ndio mlionayo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maombi mnapoingia kuomba hamwangalii kanuni. Sasa kama maombi ni kitu kikubwa sana, lazima mfike hapo. Na kama ni jukumu, niwaulize swali. Wangapi wapo tayari kuumia kwa ajili ya maombi? Sio swala kuomba, kuumia kwa ajili ya maombi. Unajua kuna mtu anaweza kaa kwenye maombi afa kaa anatamani kulindwa. Ni sasa na mtu aliyesha shambani afa anatamani awe msafi aliko shambani. Mtu yuko kwenye maombi, hapa anatamani Mungu amlinde kwenye maombi. Wakati yeye ndiye mpiganaji. Yaani kuna askari ameenda vitani, alafu anahitaji mfalme wake aje amlinde anapopigana yeye vitani. Tusa isemaje? Jipeni moyo, mimi nimeshinda na nyinyi? Nitashinda. Ile Yohana Mtakatifu ile sura 16 ule mstari wa 33. Yohana 16:33. Mimi nimeushinda. Nimeshinda. Utasoma hapo. Utasoma kitabu hiki. Ndio maana tunafaiki na maombi. Hatufanikiwi kwenye maombi. Hatuvuki kwenye maombi. Hatutoki hatua moja kwenda nyingine. Kwa sababu zinataka tuombe. Lakini kuna hatua. Unaelewa? Nibebe mzigo mkubwa Bwana. Nipe mzigo wa kuomba, lakini huo mzigo utabeba nao. Ukiangalia hapa nikiangalia nyinyi hapa. Simoni mtu ambaye anaweza kabeba mzigo wa kuomba ule mzito na akatembea nao ndani ya mwezi mzima. Usikate. Wakati network yenyewe kukaa nayo rohoni. Kukaa nayo masaa mawili kasheshi. Hai. Mawili. Akawa amezama, anatembea, anafanya shughuli, yuko ndani ya network kabisa kule ndani. Na imani yake kwenye kiwango cha juu. Yupo anje mbona. Maombi yasikate ukafikiria kitu kingine. Ukakutana na watu wanakusalimia, usijibu kwa sababu kwenye maombi. Yohana 16:33. Aha. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Msije mkafikiri mimi nimewageuka, mimi ni yule yule. Muwe na amani na mimi. Ulimwenguni mnayo dhiki. Kuna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Mimi nimeushinda. Jipeni moyo wenyewe. Jipeni, unaelewa? Hauko tayari kuumia kwa ajili ya maombi. Hauko tayari kuumia kwa ajili ya maombi. Hauko tayari. Unasema unataka kulima, lakini hauko tayari kupambana na dhoruba ya shambani. Wewe kulima na jembe sio shida, na kujua namna kufukia na kufunua madongoa sio shida. Lakini shida kwa sababu kila mahali unapoenda kulima kuna namna ambavyo unatakiwa ulime. Unaelewa? Kila mahali unapoenda kulima kuna matatizo yake. Kuna sehemu zingine ukienda kulima kuna wadudu chini wanang'ata, wanaingia kwenye mji. Kila mahali kuna dhoruba zake. Ukienda kwetu kule kulima kuna sehemu zingine kuna majani ambayo yanakuwa chini, ni membamba. Ukikanyaga ni miba, ni jani. Ila ukikanyaga ni mwiba mgumu sana ambao unakatikia ndani. Na unasumbuaga sana kuoza ndani. Likikua na kwenye pesa tu. Lakini likiwa dogo na inakaa kwenye sehemu yenye rutuba, tunakuwa tudogo tu. Wakati tunaota sasa inapota. Kwa hiyo utafanyaje? Msikie ingie kulima. Sasa nitanunua mabuti, unazoea sasa mabuti. Jamani tuza kwenda kulimia huna. Katafuta buti la 30. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendelea kusema Amen. Angalia. Unahitaji kufanikiwa kwenye maombi. Lakini umeikaa kwa namna hii, namna Mungu anavyokufundisha leo kama jukumu.
jukumu la maisha yako yote. Usiingie kuomba kwa sababu unahitaji kitu. Swala la maombi ni zaidi ya haja zetu. Maombi ni zaidi ya haja zetu. Maombi ni zaidi ya haja zetu. Na ndio maana naposema ombeni bila kukoma, sio kwa sababu mtakuwa na matatizo kila siku. Amesema ombe bila kukoma kwa sababu ya nafasi ya maombi na kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Sasa ni swala la kujijenga. Ni swala la kujijenga. Ni swala la kuliona jukumu ambalo unalibeba kwa moyo wako wote. Ndio maana kiingia hata kwenye maombi. Kiingia muangalie maombi mlioko mnao. Unakuta wengine walikuwa wanaomba kwa ajili yao. Wanaomba kwa sababu ndani yao wana shida. Na anajua hata kama anataka kuomba Mungu kwa ajili ya huduma, lakini bado anamwambia Mungu, unapotenda ile usisahau mimi. Hakuna mtiririko. Watu wengi hatuna mtiririko wa maombi. Ule wa kiroho, acha ule wa kutoa matatizo ya kizidi ule mtiririko wa kiroho. Mtiririko wa kiroho haupo. Kwa sababu hatuna connection na maombi. Jinsi tulivyo, si ndivyo maombi yanavyotaka. Ukiangalia siku zote ukae katikati wakati maombi yanapanda na machozi ya watakatifu yanapanda mbele za Mungu. Utakuta malaika kuna baadhi ya machozi wanayazuia. Kuna baadhi ya mambo wanayazuia. Kuna baadhi ya kuugua kwa watu walikojitolea anazuia. Unajua kwa nini? Kwa sababu hawakuugua kwa ajili ya Bwana, waliugua kwa ajili yao. Sasa Mungu anataka kuugua kwa ajili yake, wewe unaugua kwa ajili ya maisha yako. Inaendana kweli? Umeingia kuomba kwa ajili ya Mungu, unaugua kwa ajili yako. Sisi unaugua kwanza nyumbani, maliza kwanza fundisha kwa Mungu. Haleluya. Amen. Ni sasa mtu ambaye ametoka kwenye msiba, ameenda sehemu ina sherehe. Kana kwa msiba wake. Wala mimi ana msiba nyumbani kwake. Sasa bora amekuja sasa huku. Haleluya. Amen. Nafikiri meleweka vizuri. Lazima ujifunze. Ndio maana maombi hayahitaji papara. Kuna maumivu unaweza kuyapata. Kuna mwingine hajanielewa. Unaweza ukafanya kosa kwa sababu ya papara zako kwenye maombi. Ukafanya kosa ambalo litazuia maisha yako kuendelea mbele. Unaweza ukafanya kosa kwenye maisha yako ambalo litasababisha maisha yako ya baadaye upite kwenye mateso kwa sababu ya jambo uliloliomba. Na ndio maana ni muhimu sana kuzingatia. Nafikiri ya Luka 11. Luka 11. 11, 9 na 13. 9 na 13. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ambaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Mstari wa 12 umeanza na onyo. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akiomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Usiombe usichokijua, omba unachokijua. Na ndio maana ukizama, kwa nini anasema ule mtiririko? Kwa sababu utakuongoza uombe anachokijua Mungu, si unachokijua wewe. Na ni bwana muhimu sana. Akili zetu zinatuferisha mara nyingi na tunafika kwenye manunguniko na Mungu anakasirika. Kwa sababu hiyo tu. Akili zako ukitaka kuzitumia zitakusumbua. Na ndio maana wakati mwingine bora mpe nafasi Roho Mtakatifu aachilie ile roho ya maombi anza kufanya kazi ndani yako. Itatengeneza majibu yaliyo sahihi. Na unajikuta unaomba unachotakiwa kuomba, si unachokijua wewe. Ukitaka kuombe
kila ambacho sio ukijua kwa akili zako utapoteza muda mrefu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sisi hapa kuna vitu nataka. Yaani hatujui hitimisho lake. Nataka Mungu usinizuie. Nataka. Sawa, unachokitaka kinawezekana kisiwe kibaya kwa sababu watu wengine umeona wanatumia Mungu amewapa, lakini kwako wewe ni sumu. Umeelewa? Na ndio maana hata unapofuga wanyama lazima ujifunze mnyama gani anakula manyasi gani na mnyama gani anakula manyasi gani. Kuna mwingine unaweza ukampa manyasi hayo akala na majani yao akala akafa. Katoka huko ukachukua kunde ukampa mbuzi. Au mnaita nini yale majani gani? Kama miogo ya nani? Kisamvu. Akila anafanya? Anakufa. Wewe lazima angalie. Tuko tofauti wapendwa. Tuko tofauti. Biblia inasema sisi ni viungo, kila kiungo kina kitu chake. Uje jaribu, mdomo wako unaweza kuvumilia vitu vya moto kuliko mikono yako. Uje jaribu. Unaweza kaa na mikono migumu, uje ujaribu kutembelea ndio utajua kwamba mikono yako sio migumu. Kila kitu kina nafasi yake. Amen. Naweka mikono kwenye viatu. Nenda kaweka mikono kwenye viatu, kaibane kwenye viatu vizuri. Alafu tembelee ndio utajua kwamba miguu sio mikono. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Amen. Haleluya.
niko nazungumza habari ya maombi na ushirikiano wako. Sijui ana thamani gani, sijui ana kiwango gani kwako, na sijui unaweza kuyachukulia kwa jinsi gani, na sijui mzigo wa maombi unaubeba kwa jinsi gani, na sijui namna unavyotembea nayo maombi. Dakika moja nataka niombe nguvu kwa wale ambao maombi yao yameanza kushuka, ili Mungu akupe nafasi ya kwanza tena. Nguvu za Mungu ndani yako kwa ajili ya kwanza tena. Lakini kuhusu majibu yako, kuhusu namna ambavyo unasema upokee majibu, lakini wewe unajua mwenyewe namna unavyoenda. Sio mvumilivu. Huwezi kumaliza. Anaanzisha Bwana, wewe unamaliza kabla yeye hajamaliza. Umekuwa na haraka ya kufikia hitimisho wakati Mungu hajafikia hitimisho. Nguvu za Mungu zishuke ndani yako kama moto na kutengeneza mlipuko ndani ya moyo wako. Kwa ajili ya mlipuko wa maombi ndani utakaoinuka ndani yako na kusukuma maombi ndani yako yasiyo na kikomo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mzigo huo unganishe na moyo wako. Hajaishi moyo utakuwa kiasi gani, lakini tunahitaji kuomba kwa sababu ni wajibu wetu kuomba. Sisi waombaji na sisi wa Kristo tunahitaji kuomba. Nguvu ya Mungu ishuka ndani yako. Ishuka. Pokea nguvu ndani yako. Pokea nguvu ndani yako. Yes. Rico kama kwa ndani yako. Yes. Raya kanda raya sekenda ori papi otati otama otamori otamori orasi ori tobi kama moto mduza ori pati osati oti satu wivu wa Bwana ota sita oti wivu wa Bwana ungeza ni ori kata potamisa ora Bwana ora mita makaito ati otai tamori pa ori matayete oyete ori tu Rico ita kama moto ndani yako. Nguvu za Bwana ndani yako kama moto. Nguvu za Bwana ndani yako kama moto. ori ya tisha Kuamsha maombi ya temo Kuamsha maombi yaliyokufa ndani yako. Roita kero Shida na wivu wa Bwana ndani yako. Pokea mara. Pokea.